Tutalitafakari kwa dakika chache sana, lina kichwa kinachosema Agano Jipya katika damu ya Yesu, kwa mujibu wa kiongozi cha kalenda. Haleluya watu wa Mungu. Na tumesoma kitabu hiki cha Luka mlango wa 22 katika siku ambayo ilikuwa ni siku muhimu ya kukumbukwa, wakati Yesu anakaa na wanafunzi wake katika karamu ya mwisho. Na hii Alhamisi Kuu ilikuwa inaonyesha kabisa ya kwamba kuna kitu Mungu anakiacha kwa wanafunzi kwa sababu anatengana nao muda mfupi ujao. Na tunaona jambo la kwanza, anaonyesha agano ambalo linamkabili yeye kwa ajili ya kuukomboa ulimwengu, ambalo ndilo agano linalosababisha damu yake iweze kumwagika kwa ajili ya wengi. Na kwenye mistari tuliyosoma anasema kabisa kwamba hii damu ni kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Na mambo manne muhimu ambayo tunayaona katika mistari hii, baada ya Yesu kukaa na wanafunzi wake na kuambia kwamba anakula karamu pamoja nao na kuweka meza mbele yao. Jambo la kwanza tunaona kumbe kitendo cha kuwa na agano kwa njia ya Yesu Kristo kulibeba uokovu, ukombozi na msamaha wa dhambi wa milele. Narudia tena, kitendo hiki cha Yesu kuweka karamu kutambulisha ukombozi unaokuja, maana yake kwa damu yake, kwa agano jipya tunapata wokovu, ukombozi na msamaha wa dhambi wa milele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hilo ni jambo la kwanza. Wokovu, ukombozi na msamaha wa dhambi wa milele. Wote mtakumbuka kwamba maisha ya wenzetu walioishi wakati wa agano la kale walikuwa wanapeleka wanyama na kuchinja kila mwaka. Tena dhambi ilikuwa inafunikwa tu, ilikuwa haiondoki kabisa. Na tunaposoma kwenye hii Luka anasema damu hii ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Sio kufunika dhambi, ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa hiyo Kristo alibeba dhana ya kuondoa dhambi kwa watu ambao waliishi kwa kufunikwa dhambi kwa damu ya wanyama iliyokuwa haina thamani, lakini yeye mwenyewe akajitoa achinjwe ili damu yake iweze kuleta wokovu, ukombozi, utakaso na ondoleo la dhambi milele. Kwa hiyo mwanadamu yeyote anapomkiri Kristo na kumfuata Kristo anapata wokovu, anapata msamaha, anapata ukombozi. Ni kitu ambacho hakikai kwa muda kikapauka, kinakuwa ni cha milele. Hoja itakuja kwenye kujali. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Mungu mwenyewe, kisha ukathibitika kwetu na wote waliosikia na wale walioamini. Kwa hiyo tunapokuwa tumeamini na kupokea, tunapokea wokovu, ukombozi na msamaha wa dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya watu wa Bwana. Jambo la pili, kutokana na hoja ya Yesu anapoambia wakae wale wanywe, maana yake kupitia damu ya Yesu anayowapa wanafunzi wake na mwili anaowapa wanafunzi wake, na yeye mwenyewe kwamba ndio anajitoa kuwa dhabihu, tunapata upya wa kufanywa wana, tunapatwa upya wa kuwa viumbe vipya vyenye asili ya mbinguni. Angawa tunaishi katika ulimwengu na tunatokana na wanadamu wengine ambao na wao wana asili ya ulimwengu, lakini ghafla tunakuwa na chapa ya wana wa Mungu na kuwa ni zao la mbinguni na watu wa miliki ya ufalme wa Mungu. Na kwa sababu hiyo wanadamu wasiofunuliwa haya hawawezi kuelewa wewe ni nani. Jina la Bwana libarikiwe. Hawawezi kuelewa wewe ni nani. Watu watakuona huko vile vile, lakini kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 5 mstari wa 17 anasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Huyu ni mtu mwenye asili ya mbinguni kwa sababu kuna damu inayombadilisha
na damu anayoipokea kutoka kwa Mungu inamfanya tena asiwe mwanadamu, bali awe ana asili ya uungu ndani yake, kwa sababu hiyo damu ya Yesu haitoki duniani, inatoka mbinguni. Biblia inasemaje? Adamu wa kwanza atoka katika udongo, lakini Adamu wa pili atoka mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe tena. Kwa hiyo kwa sababu ya thamani ya damu ya Yesu ndani yetu, hatuna asili tena ya udongo, hatuna asili tena ya mwili huu wa kawaida. Ingawa tunao mwili wa kawaida, lakini tunakuwa na asili ya mbinguni, asili idumuyo, asili ya milele, asili ya uwana. Wewe katika mwili wako huo ulionao na kabila lako lile lile ulilonalo, haui tena na asili ile ya wanadamu inayoishia kuwa ya duniani, unakuwa na asili ya mbinguni. Ningetamani umpigie Bwana makofi kwa kuwa una asili ya mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jambo la tatu, wakati Yesu anazungumza kwa habari ya hii meza ya Bwana, tunagundua kwamba ulikuwa ni ufunguo wa kupaingia patakatifu pa patakatifu. Ukisoma Waebrania mlango wa 10 mstari wa 19 anasema tunao ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo damu iliyothibitika mbele ya wanafunzi, wakaambiwa twaeni mle. Akawaambia twaeni mnywe, hii ni damu yangu. Na unakumbuka kwamba Yesu alipasua pazia la hekalu ili kuwafanya watu waingie patakatifu pa patakatifu. Kilikuwa kivuli katika madhabahu akiwa msalabani, lakini ghafla anawaambia sasa twaeni mle, twaeni mnywe, kwa sababu hii ni damu yangu. Hiyo damu haishiti kwamba wanakunywa, inawafanya sasa wanapokea kitu kipya cha kuanza kuingia patakatifu pa patakatifu, kwa sababu tunaingia kwa njia ya damu yake. Hatuingii kwa nguvu zetu, hatuingii kwa sababu sisi ni wana wa Mungu tu. Tunaingia kwa sababu ni wana wa Mungu tuliokabidhiwa damu ya agano. Inatupa kibali cha kuingia patakatifu pa patakatifu. Haingii kuhani mkuu peke yake mara moja tena kama ilivyokuwa desturi ya miaka yote na jinsi ambavyo walifanya wale waliotangulia, lakini kwa damu yake tunapaingia patakatifu pa patakatifu. Tunaketishwa pamoja naye, tunakaa mezani pamoja naye. Lakini jambo lingine, tunapokea tumaini, ushindi na tarajio la uzima wa milele. Tunapokea tumaini, ushindi na tarajio la uzima wa milele. Sasa nimalizie kwa kusema hivi. Tunapokuwa katika mwili wa Kristo, tunakaa pamoja na Bwana anatuandalia meza mbele yetu, anaweka ishara katika mambo mengi. Lakini mojawapo, eneo muhimu sana ambalo tumelisoma hapa, anakazia, anasema hivi: mtu wa kunisaliti naye anatia mkono katika meza pamoja nami. Kwa hiyo Mungu anapoona kwamba kuna mtu ambaye yuko kinyume na wewe, kuna mtu ambaye anaweza kuwa na mawazo mabaya na wewe, kuna mtu ambaye anaweza kuwa anatamani kukusaliti, hamuondoi mezani mlapo, anamuacha mezani, kwa sababu kwenye Zaburi anasema yeye Bwana anaandaa meza mbele yetu machoni pa watesi wetu. Sawasawa na adui, sawasawa na watu wanaokuwa ni wafitini. Lakini anachokieleza pale ni kwamba yule anayekaa mezani pamoja na wale wenye haki, angawa yeye ni mtu asiye haki, yeye ni mtu ambaye ni mfitini, yeye ni mtu ambaye ni msaliti, anapokula pamoja naye anajipalia makaa, anafanya kosa, kwa sababu hajihoji vema. Ingawa yeye anatangaza kwamba kuna mtu anayenisaliti, ole wake, maana asingelisaliti damu ya mwana wa Adam. Lakini kwa sababu ya ugumu wa moyo, naye alikuwa anauliza, ni mimi Bwana? Wengine wakiuliza, ni mimi Bwana? Naye anauliza, ni mimi Bwana? Mwambie jirani yako, usiwe msaliti. Mwambie tena, usiwe msaliti. Unajua Yuda alikuwa na moyo mgumu kidogo. Alikuwa na moyo mgumu kidogo kwa sababu lile swali la Yesu kusema hivi, kuna mtu katikati yenu atanisaliti, na eli mtu huyo asingezaliwa, maana anaisaliti damu ya mwana wa Adamu isiyo na nini, na hatia. Pamoja na maelezo hayo yote, Yuda alitwaa, akala na akanywa. Lakini jambo kubwa la ajabu la msingi ni ule moyo wa Yesu, kumjua Yuda ndiyo huyu na bado kumwambia toa ule, toa unywe. Unamjua kabisa huyu ndio Yuda, na umeshajaribu kusisitiza kidogo kwamba tafadhali
Usisaliti damu ya mwana wa Adamu. Alafu mtu amekaza macho, amekaza msimamo, alafu bado unamwambia twaa ule, twaa unywe. Ningekuwa mimi ndio Yesu ningemluka Yuda. Yaani wewe Yuda unanisaliti na ninaona kabisa moyo wako wa kunisaliti, alafu bado unachukua unakula, unachukua unakunywa. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kama yuko mtu anania ya kusaliti, usifanye vita sana, muachie Bwana. Maandiko yanasemaje? Mwenye kuhukumu na mwenye kulipiza kisasi sio wewe, ni Bwana. Kama Yesu alivyofanya kwenye ishara ya sikukuu ya kula mikate na kunywa divai, alitaka kutuonyesha kwamba hata kama uko na adui katikati na unamtambua, wewe usihangaike kufanya vita. Vita si ya kwako, vita ni ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Yuda alipoenda kuchukua zile fedha, pamoja na kwamba alijaribu kujitahidi akaenda akachukua zile fedha, alipokuwa anachukua zile fedha alikuwa anachukua laana. Kwa hiyo utakapoona kuna mtu anakaa mezani pamoja na wewe, saa nyingine unasema kabisa, yani huyu naye jamani, huyu naye, wewe hiyo sio habari yako. Yesu mwenyewe aliamua kuiacha hiyo habari, maana yeye hahusiki. Mambo hayo anayohusika nayo ni Mungu mwenyewe. Wewe nyamaza, tulia, kila mmoja ajihoji yeye mwenyewe, atafakari yeye mwenyewe, asafishe moyo wake yeye mwenyewe, ajihoji yeye mwenyewe, na kila mmoja ana hukumu yake yeye mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe.